Bana. Kuna msanii gani wa hip hop ambaye unamfuatilia sana hapa Bongo na nje ya Bongo? Kwa Bongo hapa kusema kweli brother nisiwe muongo yani. Bongo hapa. Mwanangu wa faida kwenye Freestyle 69 na itakuwa ni fresh kinomanoma. Mimi naitwa Chingling in the town, the baddest ndimu mtumbadi. Baba la wao, baba la watoto, washikaji zangu, kama bado hujasubscribe YouTube channel ya 69 washikaji zangu, time nzuri zaidi sasa hivi ya kufanya hivyo na kubonyeza alama ya kengele. Kumbuka vibe ni on, vibe ya kutosha. Niko na mwanetu hapa, au sebana, anaitwa YTM Faru. Hai, nakuaje mwanetu? Kama kawa brother. Unyama au vipi? Karibu katika studio zetu za 69 mwanangu. Shukrani chef. Big time. Shukrani. Bana, umeng'aa kwanza, unaonekana ni hip hop zaidi. So vipi bana? You look so amazing mwanangu. Karibu sana. Shukrani. Tuanze kupiga story ndogo kwanza, umeelewa? Then tuje kwenye jambo letu, tuje tuue tumalize hapa au vipi? Yaani tunaua utata, au unasemaje? Kabisa. Bana, kwa majina wanakuita nani na ilikuwaje kwa ukaingia kwenye muziki wa hip hop? Mimi majina yangu kamili kabisa naitwa Faruko Ali Mbilo, ila jina la kisanii, majina ya kisanii natumia kama YTM Faru. Na YTM Faru tafsiri yake ni Y ni young. Ile T talented. M ni mind. Faru ni jina langu ambalo nimetoa K, nimeamua nibakishe tu kifupi yani. Okay. Yes. Alright. Kwa hiyo uliona kabisa kuna kitu ambacho kipaji unako hapo. Bana. Kuna msanii gani wa hip hop ambaye unamfuatilia sana hapa Bongo na nje ya Bongo? Kwa Bongo hapa kusema kweli brother nisiwe muongo yani. Bongo hapa. Dai bwana, hamna hata msanii mmoja ni hapa Tanzania nini kusema bwana at least namkubali, yani nasikiza tango ngoma zake. Yani ikitokea yani kama ikinibamba one time nasikiza lakini sio muda wote yani. Unajua wewe mpaka ikukubamba au vipi? Yani sinajua inakuwa iko big time. I appreciate. Na ukija kimbelembele? Kimbelembele ni wengi sana brother. Yani taje mmoja. Yani ambaye namappreciate, ambaye namkubali kabisa. Unasikilizia kweli. Unaweza toka lala usiku mzima kwa sema mimi bwana hii hapo naitoke hapa namsikiza mwanetu hapa. Redaki kwa sababu hata people pia wananiambia mwanangu mbona umefanya Redaki bora kwa na hiyo kitu kwako kwa Redaki au vipi? Oh my life. Big time bana. Wewe tu Faru, lakini watu wengi sana walikuwa wanamfananisha sana na Redaki, lakini bado utatoa comment yako. It's true kwamba jamani sema au ni vipi? Big time kwanza kusikiza ile midundo au sio bana? Tumsikilize hapa mshikaji wetu anasema hapa Bongo hajaona kabisa. Yani hapa Bongo yani for real, yani anazungumza kitu ambacho wewe unamsikia. Yani hajaona. Kwa hiyo yeye amebezi sana mbele na mtu maarufu sana ambaye yeye au mtu ambaye anapendezewa naye sana kumsikiliza au sio bana? American uko nazungumzia washikaji zetu kutoka America au vipi bana? Amesema ni Lil Durk au vipi? Yes, big time. Tuondoke mjini tuanze kumsikiliza sasa akipiga zile back zake za ngoma na nini, alafu tujue yamo kwa mshikaji wetu. Baadaye tutapiga story 2-3 au vipi bana? Yes, let's go DJ. Bra. Yo. Class 255 is my country code. When Bongo asilia na CEO wako 4G. I cannot forget my phone. Push my ex and do my song. Please don't play on my zone. Every time I'm Brody, control, watoto wadogo wana makoo, hawawezi flow, mpaka omba po, bro, sule siyo lo, kwenye pressing mpaka flow, the Billy get na siyo, doji mo, yeah, I had no sleep, my made chamber never are you feeling? Yes, I believe, nacho kombexi wangu kinyona swena weave, wanajua kwa najua ndo maana wanatengeneza beef, mtapiga risasi kibala, kini stress, kama kiulisu, hapa kuja na panga, kuja na visu, mimi ni mwamba zaidi ya sisi boko kama Ali Maguire. It's like a suye, kuna matata, yeah, kuna matata. Masle queen na watia kapuni, mabishoti keri izo wezi sisi ni wahuni. Ni wazo binafsi ndo nazili kubuni, yani kama soleti swali suni.
I'm still mwena stoki, vesi zilo kino kopi, hakuna kula tunafosi. Nashangaa unaleta uchawi wa mungu mungopi, kasa unapiga makofi. What do you choose? What do you choose? Tunapiga makofi. Bana, imekuwa nzuri zaidi na nimependa una energy fulani hivi ambayo unayo au vipi Naona kuna nguvu kubwa sana ambayo umewekeza na sana naona kwenye flow. Drill is ndio hivi tu ambavyo upcoming na vitu angeke navyo. So kungaika na freestyle freestyle mtu na kwa so kweli yani hivi ndio vitu ambavyo hip hop inabidi tuendeleze. Kuendeleza na kuvifanya zaidi ya zaidi. Amen. Itatoka yani tunabidi turuke nazo, tu focus na hivyo kabisa. Hii ilikujenga kwa muda gani kutengeneza hiyo career yako ya muziki kufikia hapo? Unajua nimeona kitu cha tofauti sana. Ilikuwa muda gani na kuna washikaji labda walikwambia una kitu au wewe mwenyewe au familia imetokea kwamba kuna familia ya kimuziki hapa katika familia zenu hapa? Yani kuhusu issue za familia ya kimuziki hapo hapana. Yani nishukubwa ni washikaji. Si unajua yani inakuwa kane mwanzo mimi unajua talent ilianza kushtua kipindi po shule yani. Japokuwa alikuwa anapenda sana kudance lakini sasa kwenye issue ya kuimba washikaji sasa wanipa comment. Mwanangu bwana kwenye kuimba una kitu afu mimi huwezi amini. Mimi bro mimi nilikuwa napenda sana kuimba. Lakini nilikuwa nikiandika yani nyimbo zako sielewi. Mbona nasikia kichwani? Lakini nikipeleka kwenye hizi trap drill na shaka zinakaa. Kwa hiyo nikasema hii ndio njia sahihi za kufanya. It's serious. Una story yoyote labda ya ngoma ushe kuitengenezea? Umeona maudhui yoyote labda nje au sio bana, umeona labda kuna vitu vinaendelea huko nje ukasema yes ngoja nitengeneze kama ni content ya kutengeneza kitu? Umeshaye kufanya hivyo labda? Na ilikuwaje na ilikuwa na story gani? Kuna moja hivi niliachia inaitwa Bila Kuchoka, ila hiyo pia imezungumzia maisha tunaoishi sisi mahasla ambao tunapambana kila siku bila kuchoka nabii tupambane yani hata kama iwe vipi lakini nataka tu force tuondoke mjini maana yake yani mdogo lakini wanangu bila kuchoka kama washikaji zetu wanapiga kazi za daladala bila kuchoka au vipi? Washikaji zetu wako saluni pale wananyoa bila kuchoka. Washikaji zetu labda wako kwenye bodaboda bila kuchoka. Washikaji zetu ambao wanapiga zege bila kuchoka. Wao nizungumzia vitu fulani ambao inspiration kwa watu au vipi? Big time. Tuende kwenye hili sala pili au sio bana Yes, kwa sababu tumepiga moja hapo tumeelewa. Kwa hiyo tunaingia hapa kwenye Bila Kuchoka. Na mwanetu hapo kazungumza vitu vingi ndani yake hapo au vipi? Tuko na Allen pale au vipi, director anakuwa anasababisha kufanya hii sound ikawa nasikika vizuri. Mimi naitwa Ching Ling in the town, the baddest demo mtumbaba balao. Not Bila Kuchoka. Are you ready? Bila Kuchoka au sio? Adija imeingia Adija kwa upande wangu mimi nimekuja vibaya. Au sio? Mimi nimejifungia ndani. Imekwaje kwaje? Bwana story time. Hebu tugoe tuisikilize hii story afu itakuwa inakwaje. Let's go man. Chee! Ladies and gentlemen. Huyu hapa anaitwa Faru au vipi Young Nature, is that you? Check it out, yo, let's go now, yo. Wait, it's me Faru. Chee! Yo, utakipokea simu zangu kisa umepata bwana mpya. Wait, Khadija sina mavumba ndo maana umemtupa. check it out, yo. Utakipokea simu zangu kisa umepata bwana mpya. Big time. Khadija sina mavumba ndo maana umemtupa. Washa, check it out. Wait. Khadija umeniachia bonge la donda, sidhani kama donda nitakuja kupona. Bora ungeniacha mwisho mwaka kuliko minacha mwanzo mwaka huu mbona nitaisoma. Na ujanipa kona umeonesha dhahiri penzi ili shalichoka. Mapenzi na uma na sio kama nalopoka, shanivunja nguvu na tamani kwenda kumposa. Washa. Na umesahau kupanga na panga Mungu. Na hizo pesa wande nitazipata tu. Na umesahau kupanga na panga Mungu. Na hizo pesa wande nitazipata. 1, 2, 3 twende. Utakipokea simu zangu kisa umepata bwana mpya.
Khadija sina mavumba ndo maana umenitupa. Yeah. Bana blaza ndo ilikuwa hivyo. Bana DJ unauliza watu kubana. So kweli kabisa umejichimbia. Kisa mshikaji ana mavumbo kona da. Ule kona haipendezi kama hivyo. Ndio maana nasema hapo Valentine Day nilimkuta kama amelala hivi. Haelewi. Na pole sana bana. Hiyo moment imekuta ni real yani. True story. Mama mtu amekukimbia yani. Sasa kwa sababu huko una kitu na nini? Alafu ilikuwa yani kabla Valentine Day mchumba aliniomba la kijora alafu sana. Wenyewe umejipapatua nini? Kwani la kijora ndugu yangu shilingi ngapi? Sasa 20 tu 15. Au kila kitu kinaenda na ratiba. Vijora vina bei yake, kuna maua yakiingia maua mapya huwezi ukapata kwa 20. Kwa kile kinacho happen mjini ndio kile ambacho mtoto mtu alikuwa anakililia. Bana for real. Alafu wewe Mnyamwezi ukijisearch nini kapuku una kitu da. Ukaona sasa bora niingie studio nimwandikie na ulikuwa unampenda kweli. For sure. Ndio maana hata Valentine Day yani wakukomea ajija vizuri yani. Na umeball naye kwa muda gani? Fika hata mwaka miezi 6 hivi miaka miwili. Kama yani kama I think kama miezi 8 hivi. Miezi 8 mwanangu afuka kukimbia. Na unaonekana alikuwa anatafuta sababu tu, unajua. Moment gani ambayo ulikuwa unaikumbuka sana kwake afu ya furaha? Yani moment ilikupa furaha ukasema hii imepitiliza hadi hii yenyewe. Yani hii hapa hii hata mjini ingeza moja tunataka moja tamu. Japokuwa ni za kitoto lakini ni moment ambayo ni moja tamu yani moment ambayo alikuwa anaenjoy ni kuna zile kupigiana simu kata. Yes, big time. Hiyo ni moment moja nzuri sana kwa sababu one time kwa wale washikaji zetu ambao na wapenzi wanajua hiyo moment gani jinsi inapokuwa kwenye mazungumzo fulani ya saa 8 za usiku. Ndio sana. Bana imekuwa time na imekuwa nzuri zaidi. Tumepiga story hapa na story ambazo za mwisho tulikuwa tunamalizia kupiga hapa kuhusiana na mpenzi wake na ngoma jamaa ameandika kabisa. Au si bana na ameimba hapo umeisikia amekuwa fresh kinoma noma. Bana changamoto nyingi sana zinatokea katika muziki. Umeelewa? Na hasa kwenye changamoto za video, kwenye changamoto za kuinvest, kwenye za account na nini na vitu vingi. Na hapa Bongo tunafahamu kabisa mchele ndo unakuwa kwa mbele sana kufanya majambo yako yakawa anaenda mjini na nini vitu kama hivyo. Umejipangaje kwa project yako mpya na nini? Kwa sasa hivi siwezi kusema nimejipanga kwa sababu hiyo sasa tumeingia kwenye mwezi wa Ramadhani. Kwa sasa hivi nimeamua ni mute kwanza kidogo nisikilizie after Ramadhani itapokaa sawa. Alright. Yaani Ramadhani itapoisha nini najaribu kutengeneza kitu cha tofauti. Kwa hiyo the last time kwa maana hiyo ngoma ambayo ya mwisho kuachia ilikuwa umeipanga kabisa hii Ramadhani hapa natulia na nafanya mambo yangu mengine. Tena nahisi bila kuchoka ndio ngoma ambayo nahisi itakuja kuachia. Japokuwa kuna video niliachia ile ilikuwa sio video official lakini kisha Ramadhani nitakuja kuachia video ambayo official. Okay, that time na big time pia. Kwa tunasubiria hapo kichupa na nini na projects zingine kali yani zaidi ya hizi ambazo nilizoziachia. Alright. Na watu wa Tanzania wanasupport big time. Mimi kuna swali la kizushi tuwala nikuulize. Katika maswali yangu bana nimekuuliza swali hapo ukasema hamna msanii hapa Bongo ambaye wewe labda amekupa yani amekuvutia ukasema unaweza ukafanya naye ngoma au sio kufanya na ngoma yani kama amekuvutia kwenye rap zao anazozifanya hakuna si ndio? Sasa unawish kufanya ngoma labda na Money Central Zone na unahisi kama kuna kitu anacho mnaendana hivi ukikutana naye pale Money uko na wewe na rap yako hiyo kuna goma moja hivi Money Central Zone si unamjua? Nampata. Kuna kitu fulani naona yuko nako na wewe kuna kitu ambacho na yeye uko nako. Yaani kuna bondi fulani naona kwa Money. Ulishategemea kufanya kazi na ukiacha Money. Yaani yoyote hapa Bongo ukasema kuna watu hata kama hajanivutia yani hawapo katika mfumo wako lakini ukasema nataka nifanye naye kazi. Yani hapa kwa Bongo hapa Bongo yani wewe unataka kuniambia hapa Bongo umepachoka kiasi hivi? Hapana. Mtu ambaye sema kwa sasa hivi huyo bro ambaye nahisi kama yuko busy sana mtu ambaye na wish na kufanya naye collab ni Gazby. Yani huyo jamani real trap yani katika watu ambao wanafanya trap hapa Bongo. Mimi waga ndio kama nilivyokuambia zikinibamba huwa nasikilizaga sio kwamba msikilizaji sana muda mrefu yani ukawa na take time na yani Gazby waga namsikilizaga ni brother ambaye anafanya yani ukisikiza unajua kabisa yani rap yani trap ambaye anafanya yeye
atumia hata energy, yani ukisikiza mwenyewe unapenda unasema yo, yani kweli this is real. Kuna mtu anaitwa Calligraphy Johnson, naye vipi? Unapata nafasi ya kusikiliza? Wa Kenya, lakini namsikizaga baadhi tu ngoma zake alizoachiaga tu kitambo. Kuna Leave Me Alone, yani kile ile kidogo ndo ambao unaona kali imekubamba hiyo. Imekubamba, ila kwa Kenya pale watu ambao mimi nawasikizaga so Calligraphy, kwa sababu Calligraphy yani yeye ipo na career yake. Mimi mtu ambaye na watu ambao unawafuatilia pale, kuna jamaa mmoja anaitwa Cardinal, kama ushasikizaga wanafanya hizi Cardinal, afu kuna Brooklyn Boys na kina Bueno hivyo yani. Kwa hiyo utaka kuniambia mwanangu hapa Bongo ndo umemtaja wewe mshikaji tu. Gatsby. Mwingine hapo kuna bro mmoja anakuja vizuri sana anaitwa Max Cortez. Max yule jamaa iko mbele ya muda yani. Kuna mshikaji mmoja hivi wanamuita Conboy. Vipi kwa Conboy? Umepata nafasi ya kumsikiliza naye na hardcore fulani hivi? Conboy anajua. Anajua. Na hata kama ikitokea collab pia anaweza kufanya naye. Au unazungumziaje sasa rap ambao wana rap sasa hivi, kina ambao wapo mjini na wameliteka ili soko la Bongo, na hasa kwenye trap, kwenye muziki wa hip hop, na wamechukua paka matuzo na kwa wao ndio wasanii bora na nini na nini. Au vipi bana? Wakipo kina Young Lunya, au vipi bana? Wasanii wengi ambao wamechukua hiyo nafasi hapo. Umeelewa? Unaonaje huo muziki unaofanya, wana deserve kupata hizo tuzo, au ndo just kwamba wewe unaona wanapiga kelele tu, hana kitu kikubwa ambacho cha kushtua wewe? Yani brother, cha kusema hapo mimi huwa nimefocus sana kwenye aina ya music ambayo ninaifanya. Yani mimi nafanya trap, nafanya drill, japokuwa naimba zile afrobeat. Kwa hiyo kwenye miaka hii hapa hii, yani alipotoka Chinbiz kama alivyoanza kama ku drop hivi. Yani niko kama Chinbiz bado anafanya kama alivyokuwa anafanya kama yes. Sasa Chinbiz zinasema huyu jamaa naye yuko wapi huyu? Ningesema Chinbiz, ila kwa miaka hii siongee uongo. Yani sijaona big time. Alright. Unatakiwa mtafute sasa mshikaji. Unajua mshikaji anaga noma ujue. Mchizi anaga noma. Nishakutana naye kuna kipindi nipo Zenji nini. Kuna moment fulani nishakutana naye. Tukapiga story sana, tukaongea sana vitu vingi, tukapiga story. Lakini nimependa sana, napenda pia na muziki wake anaofanya, anafanya kitu kizuri, lakini kwa easy yani hii miaka 2-3 hivi Chidbiz imekuwa Simoni kwenye game hapa Bongo. Kiukweli yani tukizungumzia waanza kumtafuta ngoma yake ya mwisho sijui kaachia mwaka gani, yani sielewi. So big time pia kwa Chidbiz, big time kwa mwanetu hapa. Na tumalize bila kuchoka kama akapela kupitia BT au sio? Yani unaipiga tu just kwamba umeelewa vizuri. No, ile ni trap. Ni trap kwa tunaweza tukazima beat afu ukapiga kama freestyle. No. Au unasikia kitu hapa? So hiyo ni street. Kuna nyingine inaitwa Young Boy. Kwa hiyo kimfumo piga Young Boys. Kwa hiyo nilitamani upige hiyo bila kuchoka, umeelewa? Kwa sababu ni expression sana kwa wauni, washikaji, wadau wa mtaani au vipi bana? Inakuwa inawabamba yani wakiwasikia hii inakuwa kama kuna kitu fulani ambacho kimeongezeka hapo. Tuondoke au vipi? No, okay. Young Boy inaandikwa Young Boy trap. Alright, mimi nadhani tuokoe muda. Tuweke hiyo ya straight au vipi bana alafu tumalize au vipi ndugu yangu? One time check it out yo, hii ni 69 freestyle washikaji zetu. Bala kama ndio uko mtaani hapo unafungua simu yako alafu inakuwa ni fresh kinoma noma, na kwa ni unyamwezi ukiandika tu hapo 69 media. Tuko live na tunaenda hapa. Tuko na mshikaji wetu hapa. Check it out yo, let's go now yo. Chi! Yo, producer ungerudishia mwanzo kidogo. Start mwanzo mwanangu, start mwanzo. Aha. Yeah. Yo is made for real. Yeah. Kama tuna pesa twezi kwenda kwenye party. Maisha yetu magumu na tuhitaji mashuga mami. Pupu mechi mtani hadi wangu napigwa kabari. Si waga tubishani vitendo na tutaki utani. Tweza peace kapele kwa babako na mamako. Swaza do mano kianza jisifia kwa 100% mpako na kako. Sisi wa Bongo stories za uongo na maswali ya kitoto. Etu naamini kwa jungu
kwa likosi ukoko na jamini bro big class wezi mpaki ya mkongo na umeza vichwa no na umeza vichwa no na ukiniona nigga don't test it na ukinianda masi kwepe kinikeyo moja skwepesha pani misunjos check when I fuck you person never show mess but I got a good ride and breast in my hip. Hey bana, inatosha. One time check it out yo. Hey bana, imekuwa blessing sana na bana tumalizie au vipi tumalizie tupige story ndogo ndogo. Mwanangu umetisha. Yaani umetisha kinoma noma na nadhani washikaji zetu wameona hapo. Dondosha comment yako of course hapo kupitia 69 Media au vipi bana. Angalia Farru alichokifanya, kama unaweza kusupport kwa namna moja au nyingine yoyote ile ambayo unaweza, hata message unajua inafika bwana umefanya vizuri nini. Lakini pia kama amezingua unamwambia mwanangu sikiliza, ongeza juhudi, kaza, unataka ufanye hivi na hivi na hivi. How vipi? Inakuwa time nzuri pia. So cha kumalizia, una kitu chochote cha kumalizia kwa washikaji zako, wadau wa muziki, familia na everyone ambao unataka kushare naye chochote? Kitu ambacho nataka kuambia fans ambao wananifuatilia ndo kama mara kwa kwanza kuniona hapa, anachoomba pia support muziki wangu, support kipaji changu. Mimi ndo upcoming ambaye nakuja kufanya mageuzi ya hip hop Tanzania. Kwani kaa kwa mkao kula, pia usisahau kunifollow kwenye page zangu TikTok, natumia YTM Farru, Instagram pia YTM Farru, hata kwenye YouTube account pia yangu naotumia ni YTM Farru. Naomba nipe support, maana bila support yako mimi siwezi kufika popote. Bana, umemsikia vizuri na amejielezea vizuri kupitia mitandao ya kijamii tayari hapo YTM Farru au vipi? Inakuwa ni unyama kabisa, unaingia pale pia kwenye account yake alafu unaona yale mautundu yake na maajabu yake ambayo ameyafanya kwa ajili yako au vipi bana. Kumbuka hii ni 69 Freestyle, mimi naitwa Chingling in the town, the baddest. Na hii hapa tuko studio, tuko live au vipi bana. Na kama bado hujafungua YouTube channel yetu au 69 au vipi na hujasubscribe hapo, dondosha comment kupitia pindi la kijanja na chochote ambacho unaweza kushare na mimi hapo kupitia 69, inakuwa ni ubabe sana. Mimi niseme asante kwa kunisikiliza, asante kwa kunitazama. Big time kwa big producer ambaye amedirect vitu vyote ambavyo vinakaa sawa hapa na inakuwa ni unyama kinoma noma. Instagram tu follow kwa jina la 69 Media, lakini pia Facebook 69 Media, au sema na TikTok 69 Media. Inakuwa ni ubabe na ubabe unatawala, au sio bana? Si hatujue kurovya na turoeki na tunaondoka nao hivyo, lakini wao wataroeka sana after tukae na uvundo au vipi? Big time. Mimi naitwa Chingling in the town, Instagram Chingling in the town, the Facebook Chingling in the town, TikTok naitwa kwa jina la Awote. Asante sana kwa kutazama. Kama hujasubscribe hapo, dondosha comment yako na subscribe upata alama ya kengele, lakini pia upate notification zaidi. Jamani, no sana, asante sana, tukutane tena wakati mwingine. Hii hapa ni Freestyle au vipi bana, 69 Freestyle. Ciao, bye bye, tukutane wakati mwingine. Hivyo yani.